Mabibi na mabwana, watu wangu wa Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Kongo, Namibia, South Africa na duniani kwa ujumla, ninaileta kwenu sehemu ya 6 simulizi inayoitwa Vita kati ya Dunia na Bahari. Jina langu naitwa Ayubu Ubedi, na kama ni mtu wa kwanza katika chaneli hii, tafadhali bonyeza alama ya kengele ili uwe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo naweka simulizi mpya. Tunaanzia pale pale tulipoishia, baada ya ule kiumbe kusema kwamba mimi ni mjumbe wa pili, mjumbe wa 3 atakayekuja hata kuwa na chamsalia mtume. Baada ya kiumbe yule kusema, yule kiumbe akasema, endelea kusema, kumbukeni mnakunywa maji na maji ni yetu. Sasa si nyinyi ni wajanja, kila tunachokuja kuwaeleza hamuelewi. Kumbukeni mnakunywa maji na maji ni yetu. Tunaweza tukaamua kuyatumia maji kama silaha, na kila mwanadamu atakayekunywa maji basi akapoteza maisha. Huyo kiumbe alisema, mkitazama sura yangu mimi natisha, mimi ni samaki na maumbile ya kutisha, lakini si ndo wa kwanza kuikalia hii dunia na maji ni yetu. Kwa hiyo kama naondoka nikiwa kama mjumbe mzuri, lakini mjumbe anayekuja, mjumbe wa 3, atakuwa hana chamsalia mtume, kwa sababu yeye ndio mjumbe anayetoa hukumu ya kifo na mamlaka makubwa katika taifa letu la chini ya bahari. Ndipo ule kiumbe akapiga hatua ya kwanza, akageuka nyuma na kuanza kuondoka. Baada ya kupiga hatua na kugeuka, akageuka tena nyuma katika ule mkutano, akawaambia, change the name of the world, badilisheni jina la dunia. Yule Madam Kate akasema, kwa nini unasema tubadilishe jina la dunia? Yule kiumbe akasema, itakauka, dunia yote itakauka. Yaani sio Dar es Salaam, sio Mbeya, sio Arusha, sio Kenya, sio Uganda, dunia yote itakauka. Ina maana hawa mabwana wana mpango wa kukausha maji dunia nzima, kwa sababu maji ni ya kwao, na tayari wametangaza vita kwamba yeye ni mjumbe mzuri na anauli chini ya bahari, ila mjumbe atakayekuja wa 3 atakuwa ana roho mbaya kuliko hata hawa waliokuja. Yaani bora hata wale wa mwanzo kuliko hawa, kwa sababu hawa wamekuja kuleta kama ujumbe, kuambia viongozi wa dunia kwamba wajiandae, yajayo yanafurahisha, yanatisha. Wakaondoka zao. Na hapo binadamu wamejisahau kweli kweli. Yaani binadamu wamejisahau kwamba kila kitu kinahitaji maji. Okay, unaweza tukasema kwamba usinywe maji. Usinywe maji. Lakini kumbuke chakula kinapikwa na maji. Acha chakula. Mimea yote inakuwa kwa ajili ya maji. Miti yote ili kukua itengeneze oxygen inategemea maji. Misitu inategemea maji. Vyakula vingi tunavyokula lazima vitegemee maji. Ndio maana yule kiumbe kabla hajaondoka aliwaambia kwamba change name of the world, badilisheni jina la dunia. Sasa yule madamu akajibu akasema, badilishe jina la dunia kivipi? Yule kiumbe akasema, ile dunia yenu sasa hii naoita dunia nzuri itakauka. Ina maana wana mpango wa kukausha maji, na akisha kausha maji binadamu tumekwisha. Ni nini kitaendelea katika simulizi hii? Endelea kuniazima masikio yako na macho yako. Ongeza device ya sauti yako. Kama unasikiliza kupitia simu, ongeza sauti ya simu yako. Kama unasikiliza kupitia TV, ongeza sauti ya TV yako. Na vile kama unasikiliza kupitia laptop au device yoyote, ongeza sauti. Simulizi ndio imenoga, na hapa ndio panaenda kuwa pachungu ama patamu kwa maisha ya binadamu. Upande wa pili wa simulizi yetu, tunatoka kule katika mkutano, tunamkuta binti yule Sati. Baada ya kutoka kule katika mto na bwana Mr. Ambassador Blackley, bwana Madam Sati au huyu binti
ambaye alikuwa anatafutwa na wale viumbe wenzake alishika nondo akapiga kioo kikapasuka. Baada ya kupasua kioo, Mr. Brake akamwambia, no, hicho kitu ambacho unakifanya sio sahihi. Kwa nini unavunja vioo mwanamke? Yule kiumbe akaja akasogea karibu yake kumwambia, hapana, sio kwamba navunja vioo. Yaani nikipiga hivi vioo vikilia, ule mlio wake vinapopasuka mimi nakuwa nasikia la. Usiogope. Najua wewe ni tofauti na mimi. Mimi ni kiumbe cha ajabu. Nafanana na samaki japokuwa na macho ya binadamu. Sura yangu ni kama binadamu lakini mimi ni kama samaki. Ulinisaidia na mimi nilikusaidia na leo mpaka wote tuko hapa. Kwa hiyo tumesaidiana. Usiogope, unakumbuka nimekupa pumzi yangu, hautakufa. Nilikupiga mabusu nikakupa pumzi yangu ili usife. Bwana, na wewe uliniokoa kutoka katika ile cage. Ukaingia katika maji na mimi nikaingia katika maji. Bahati nzuri tumetokea huku. Kwa hiyo Mungu anatuongoza. Hivyo naomba usiwe tuliza pressure bwana mdogo. Mimi naitwa Salt, wewe unaitwa Black Ray, wewe binadamu, mimi ni kiumbe kutoka chini ya bahari. Kwa hiyo niko na wewe, tuendelee kusaidiana katika hili vuguvugu la hii vita kati ya viumbe wa bahari na binadamu. Ila kumbuka mimi niko upande wako. Yule Salt aliendelea kumwambia bwana Black Ray. Yule kiumbe aliendelea kuzungumza akisema, niko na furaha, alafu wewe mwanadamu, Mungu wanadamu kawapendelea kweli. Una shingo nzuri. Yaani ule binti akaanza kumpapasa shingo bwana Black, akamwambia shingo nzuri. Sasa una masikio mazuri. Sisi Mungu ametumba kama samaki. Yule kiumbe aliendelea kusema, una shingo nzuri, sisi tumeumbwa kama samaki. Lakini nyie Mungu amewapendelea, amewapa viungo vyote ambavyo vimekamilika. Waliendelea kutia stories na zile. Kisha yule binti akapiga kelele akisema acha nifurahie, lakini kumbuka yule binti anatafutwa na wanadamu. Yule binti anatafutwa na wale viumbe kutoka chini ya bahari. Wanadamu wanamtafuta ili kumkabidhisha kwa wale viumbe wa chini ya bahari. Na vile vile bwana Black anatafutwa na serikali yake kwa sababu kamsaidia huyo kiumbe. Kwa kifupi hapa kuna sintofahamu inaendelea. Yule kiumbe aliendelea kuzungumza akisema, wewe ni mwanadamu ambao tulikuona kupitia galaxy, kwamba ni mwanadamu ambao unaweza kutusaidia mambo yetu mengi sana huko chini ya bahari. Ndio maana tukakuchagua uwe mjumbe wetu. Sio kwamba hili nilipitisha mimi, hapana, hili lilipitishwa na viongozi kutoka chini ya bahari. Ndio walionituma wakisema kwamba wewe ndio unafaa kuwa mjumbe na wewe unatufaa katika kazi zetu katika chini ya bahari. Kwa hiyo sisi viumbe na wewe bwana Black Ray, sisi ni marafiki, sisi ni viumbe wazuri, ila tu binadamu nashindwa kutuelewa. Na wewe pia ni kiumbe mzuri bwana Black Ray, kwa sababu kwanza umenisaidia. Ndio maana tulikuchagua kwa sababu wewe uko tofauti. Bwana Black Ray alisema, hapana, mimi sifanani kabisa na unavyofikiria, wala sijui hata unachokizungumza ni nini. Ule kiumbe aliendelea kusema, najua binadamu mnajifanya mmekuwa wajanja sana. Binadamu mnajifanya mmekuwa wajanja mno. Mnavaa nguo za sufu na mnatembea katika hewa. Mnaona maisha tayari mmeyamaliza. Alafu sisi tunaishi katika maji. Tunakunywa maji machafu yanayotokana na sumu zenu ambazo mnatupa katika bahari. Vizazi vyetu vinakufa, vizazi kwa vizazi. Sifikiri tunawachukulia poa. Sisi tunawachukia. Lakini mpaka leo hatujawashambulia. Shambulio moja wapo tulilowapiga ni moja tu, ni ile mvua ya takataka. Lakini kumbuka mnatumia maji yetu kutoka chini ya bahari. Kwa unaweza tukaamua hata maji yenyewe tukayakausha. Tunaweza tukafanya hivyo. Yule kiumbe aliendelea kusema. Lakini kutoka chini ya bahari sio kila kiumbe ni mbaya, ila tunaweza tukafanya chochote kama hamtakuwa kufuata vile ambavyo sisi tunavyohitaji. Yule kiumbe anaendelea kusema. Na ukumbuke wakati huo wote wanatafutwa. Huyo kiumbe anatafutwa na serikali yake ya chini ya bahari ya viumbe wenzie, na huyu bwana Black anatafutwa na serikali yake
katika dunia ya binadamu. Huyu anatafutwa kwa sababu amemsaidia binadamu, na huyu anatafutwa kwa sababu kwa nini katoroka na kiumbe. Wote hawa ni watuhumiwa wanatafutwa, lakini walikuwa wamekaa katika ghala maalum wakiendelea kutia stori. Walipokuwa wamekaa pale, yule kiumbe aliendelea kusema, wewe ni binadamu lakini wa tofauti. Na siku zote tulipokuwa chini ya bahari, tulikuwa tunakutafuta, tulikuwa tuna monitor maisha yako yote, kwa sababu tulikuwa tunaamini wewe ni kiumbe tofauti na binadamu, na ipo siku utakuja kutusaidia. Inasemekana Bwana Brackley ni kiumbe tofauti na binadamu wengine, yaani mwanadamu ambaye uko tofauti na wanadamu wengine, na hao viumbe walikuwa wanamtafuta siku nyingi. Walikuwa wanamtafuta siku nyingi ili awasaidie mambo yao. Hapa ndo tunaona bidada sasa anaendelea kulimwaga. Bidada anaendelea kumwaga siri zote baada ya kuwa na Bwana Brackley. Kumbe Bwana Brackley bwana anahitajika na wale viumbe. Bwana Brackley anapendwa na wale viumbe kutoka chini ya bahari ili waweze kumtumia katika kazi zao. Hapa ndo tunaanza kujua sasa Bwana Brackley anapendwa na viumbe kutoka chini ya bahari. Yule Salt aliendelea kumtilia story. Na pia tunasikia mapigo ya kwa moyo jinsi yanavyogonga. Hauogopi, hakika wewe ni mtu mzuri, na hakika wewe ni mtu muhimu sana kwetu. Tunatoka kule kwa Salt pamoja na Bwana Brackley, tunakuja kwa Kate. Kate akiwa anatembea taratibu, ikiwa ni usiku kama wa saa 2 hivi. Anapita mahali anakutana na posters nyingi sana. Watu wengi wakuwa na cry for justice, wanalilia haki zao. Picha nyingi zimebandikwa, watu wengi walioenda kule chini ya bahari waliopoteza maisha wakiwa ni wengi mno. Picha nyingi zimebandikwa. Kate akiwa na hofu, akiwa na huzuni, machozi alianza kumtoka, akiamini kwamba hili jambo lililofanyika huko chini ya bahari, mabomu yaliyopigwa, ilikuwa sio jambo la kiserikali, ila ni watu tu wabaya wameamua kupandikiza mtu ambaye alienda kufanya uhalifu wa kivita huko chini kwa nia na malengo ya kwenda kuangamiza kabisa hawale Homo aqua, ambao ni jamii ya samaki wanaoishi kule chini ya bahari, ambao wameonekana ni tishio katika maisha ya binadamu. Na hapo tunaona mishumaa ikiwa inawaka. Watu walikuwa wameweka mishumaa kwa kuomboleza. Kila mtu alikuwa ameandika message ya huzuni, message ya ujumbe wa kuumiza. Kate akiangalia picha za watu wengi zaidi ya 100 waliopoteza maisha kule chini ya bahari. Hakika yalikuwa ni mauaji ya halaiki. Na baada ya hapo alianza kulia sana. Baada ya kuingia kwenye gari alianza kulia, machozi yakimtoka. Alianza kulia, moyo wake ukimuuma, akifikiria watu waliopotea, akifikiria watu waliokufa kule chini ya bahari. Walikuwa ni wengi mno, ni zaidi ya watu kama 100 hivi walipoteza maisha kule chini ya bahari. Na sababu maalum iliyofanya watu waliopoteza maisha mpaka leo haijulikani. Inaonekana kabisa kuna watu ambao sio wazuri, ambao walikuwa wameingilia jambo hili, wakitaka hii vita iwe kubwa kati ya binadamu na viumbe waliokuwa wanaishi katika chini ya bahari. Aliendelea kulia, futa machozi yakaendelea kumtoka. Alichukua leso. Baada ya kuchukua leso akaendelea kufuta machozi, akapandisha kioo cha gari kwa sababu alihofia huenda watu wanaopita nje wanaweza kuona akilia. Moyo wake uliendelea kumuuma, akiwa na huzuni sana, akiwa na majuto. Na tunatoka kule katika ile gari ya ule mwanadada anaitwa Kate akiwa analia. Tunakuja upande wa pili wa simulizi yetu katika godown. Tunamkuta Bwana Brackley akiwa na yule kiumbe. Unajua wote hao wanatafutwa,
Kwa hiyo aliendelea kujificha. Ndipo yule kiumbe akamuuliza, ina maana hakuna mtu yoyote ambaye unamwamini katika jeshi? Bwana Blackley akajibu, hapana, mimi hakuna mtu yoyote ambaye namwamini katika jeshi. Labda kwa niendelee kufikiria, ila ninayemwamini peke yake ni mke wangu pamoja na mtoto wangu. Yule kiumbe akauliza, kumbe una familia? Kumbe una mtoto? Bwana Blackley akajibu, naam, nina mtoto, nina familia, na familia nanitegemea, lakini familia mpaka sasa, mpaka leo iko mikononi mwa serikali, kwa sababu mimi tayari nimeonekana nimekusaidia wewe, na wewe wanakutafuta na mimi wananitafuta. Kwa hiyo hatujui tutaishi lini, tutaishia wapi na maisha yetu yataishia wapi. Na ule kiumbe alikuwa hataki tena kurudi baharini, kwa sababu wa viumbe wengine katika bahari tayari walikuwa wameshachukia kuona huyo kiumbe anamsaidia binadamu. Hawa wote walikuwa wanatafuta, huyo anatafuta na serikali yake ya duniani, huyo naye anatafuta na serikali yake ya baharini. Hawa wote ni watumiwa. Sasa tuendelee na simulizi yetu, hakika tutajua zipi ni mbichi, zipi ni mbivu. Ndipo alipokuwa kule chini ya katika lile gala, Bwana Blackley na ule Salt wanajua kwamba wote wanatafutwa, na ule kiumbe akasema, mimi siwezi kuendelea kuishi katika hewa hii ya bahari, hewa hii ya duniani. Nasikia maumivu makali katika mapafu yangu, maumivu makali kifuani, na pia siwezi kurudi mtoni kwa sababu natafutwa na jamii yangu. Vile vile siwezi kurudi baharini kwa sababu natafutwa na jamii yangu. Hivyo nilikuwa naomba unipeleke sehemu ambayo ina maporomoko ya maji ili angalau nikaishi huko. Yule kiumbe alimwambia, anamuomba Bwana Blackley ampeleke sehemu ambayo kuna maporomoko ya maji ili aende akaishi huko. Bwana Blackley alisema, sawa, tutafanya mpango na nitakupeleka huko, lakini nahitaji uvumilivu na uangalifu sana, ila usijali, nitakupeleka huko, uwe na amani. Yule kiumbe alisema, sawa, ninasubiri msaada wako. Na baada ya kuzungumza kwa muda mrefu, alitoka kidogo. Baada ya kutoka, akakutana na mtu mmoja hivi, rafiki yake wa zamani. Akamwambia, hey man, what's up? Safi, nakuaje ndugu yangu? Najua unatafutwa. Ndio natafutwa, lakini nahitaji unisaidie jambo moja tu. Naomba unipatie simu, na shida na simu. Una shida na simu? Ndio. Yaani mimi mtaja msaada ambao nahitaji kwako ni simu tu. Kama ukinisaidia simu, nitakushukuru sana, kwa sababu kuna jambo nataka kulifanya. Lakini kuwa makini sana brother, nakupatia hii simu, lakini uwe makini, kwa sababu hii simu pia inaweza kusababishia matatizo hata mimi mwenyewe. Bwana Blackley alimwambia rafiki yake, usijali, nitakuwa makini na nitaitumia vizuri. Hivyo yule bwana rafiki yake wa zamani alimpatia simu Bwana Blackley. Baada ya kumpatia simu Bwana Blackley, akafanya mawasiliano na mchumba wake wa zamani, mke wake wa zamani, akimpigia simu kwa nia ya kuhitaji msaada. Ndio, alikuwa anahitaji msaada kutoka kwa mwanamke. Hakupiga kwa mke wake moja kwa moja, kwa sababu alikuwa anajua mke wake ameshikiliwa na kikosi maalum cha serikali. Hivyo aliamua kumpigia mke wake wa zamani simu hizi ili aweze kuwapatia msaada yeye pamoja na ule homework. Lakini kumbe yule alikuwa ni ule mke wake, alikuwa sio yule mwanamke wake wa zamani, alikuwa ni mke wake. Hivyo alimpigia simu na kuanza kumweleza kwamba, mke wangu, nahitaji msaada wako. Ila bahati mbaya, kumbe yule mwanamke alikuwa chini ya ulinzi. Kwa hiyo kila alichokuwa kikizungumza, maaskari walikuwa kando yake wakisikiliza na wakinotice taarifa zote. Mwambia, mke wangu, nahitaji msaada. Nahitaji msaada wa gari. Huyo kiumbe niko naye hapa. Uko na Salt? Ndio, niko naye, lakini hana shida. Nahitaji gari. Nahitaji gari liweze nimuondoa hapa nimpeleke mahali pengine, kwa sababu yeye amenisaidia maisha yangu. Hivyo na mimi nataka nimsaidie maisha yake. Kwa mke wangu, nahitaji gari, nahitaji msaada wa gari. Uweze kuniletea gari hapa
ili niweze kuondoka hapa na kwenda mahali pengine kumpeleka huyu samaki mtu aende akaishi, kwa sababu hapa anapoishi mazingira sio mazuri na inamletea shida katika kupumua, kwa sababu yeye ameshazoea kuishi baharini. Hivyo nataka nimpeleke akaishi kwenye maporomoko ya maji, huku angalau ataendelea vizuri na maisha yake. Bwana Blackley aliendelea kumwambia mke wake, na baada ya mawasiliano hayo Bwana Blackley alikata simu, na tayari wale maaskari waliokuwa wamemweka chini ya ulinzi mke wake walikuwa wanajua kila kitu, mipango yote. Hivyo walifunga milango, akamfungia yule binti yake. Baada ya kumfungia yule binti yake, wakaondoka na yule mwanamke ambaye ni mke wa Blackley ili kwenda huko kupeleka gari. Lengo lao wakamnase yule samaki mtu pamoja na Blackley, kwa sababu wote ni watuhumiwa. Huyu anatafutwa na jeshi la serikali na serikali yake, na huyu anatafutwa na viumbe ambao wako kule chini ya bahari. Wote ni watuhumiwa. Na usiku uliofuata kikosi kinaitwa Unit Interceptor bwana waliendelea kujiandaa kwenda kumkamata yule Salt. Yule kiumbe bana anaitwa Chumvi, anaitwa Salt. Pia Madam Kate alikuwa amekaa katika kompyuta maalum za kuangalia hali inayoendelea, operation nzima inavyoendelea ya kumkamata bwana Blackley pamoja na huyu anayejiita Salt, ili kamilike vizuri kabisa, wakiwa wana hasira kwa sababu yule Salt amewaletea shida. Wanahitaji wamkamate yule, wamrudishe katika serikali yake, watu wa baharini, wale viumbe wenzake. Na hapo bwana Blackley pia wamkamate, kwa sababu atoe maelezo kwa nini alimsaidia yule kiumbe, kwa sababu moja kwa moja wanauliza kwa nini mabomu yapigwe kule chini ya bahari, alafu Blackley yapone. Baada ya Blackley kupona, yule kiumbe amsaidie kutoka kule chini ya bahari, amlete ardhini, na kisha yule kiumbe akamatwe. Baada ya yule kiumbe kukamatwa, Blackley amokoe, amsaidie na watu wake pamoja. Kwa hiyo wana kesi ya kujibu, wote wana kesi za kujibu. Usiku wa operation ilikuwa ni kali kama unavyoona, kama unavyofuatilia simulizi hii. Operation ilikuwa ni kali. Hawa wanajiita Unit Tactical Force wakiwa na operation kali ya kumkamata bwana Blackley pamoja na huyu kiumbe anaitwa Salt. Magari yalikuwa yameshaandaliwa faster. Kikosi maalum kiliingia katika magari ili kwenda kumshika Salt pamoja na bwana Blackley. Unajua bwana Blackley kafanya ujinga sana. Angefanya namna nyingine angalau atakaiba gari, lakini kumpigia mke wake afu mke wake amletee gari, angali anajua mke wake kabisa kwamba huyu mke wake ni tatizo, yuko chini ya mikono ya polisi. Alifanya ujinga sana. Anaona anajiingiza mwenyewe kwa matatizo. Kama angefanya njia nyingine, hakika mbona angepona, lakini kumpigia mke wake eti amletee gari, ina maana alikuwa hajui kama mke wake katika mikono ya polisi. Mimi na wewe hatujui. Endelea kuwa nami katika simulizi hii, na hakika tutazijua mbichi na mbivu. Tunamuona mke wake akiwa na gari nyekundu ndogo kama IST fulani hivi, akiwa ameleta maka, anafanya kama alivyoambiwa kwamba apeleka gari, lakini kumbuka mke wake yuko chini ya ulinzi wa kikosi cha maaskari. Kwa hiyo hapo alipo tayari kuna maaskari wamezunguka, wanasubiri tu bwana Blackley pamoja na Salt wajitokeze. Wakishajitokeza wakamatwe. Na jamaa aliomba gari liletwe katikati ya daraja pale, kwa sababu lile daraja kwa chini kuna mto, ina maana kama kikitokea chochote basi atajitosa katika mto, na pia kama kuna askari basi atamuona. Atamuona kwa sababu ni sehemu yenye uwazi. Lakini maaskari walikuwa wamejificha kwa mbali wakiwa wameshika mabunduki yao ya sniper. Sijui je, lengo lilikuwa ni kuwaua au kuwajeruhi ili kuwashika. Mimi pia sijui. Tafadhali tuendelee na simulizi yetu. Na maskini wa Mungu wasichokijua, walikuwa wamezungukwa kila mahali, walikuwa wameshawekwa mtukati. Hali ilikuwa ni mbaya, walikuwa wameshawekwa mtukati, palikuwa hakuna mahali pa kukimbilia. Maaskari walikuwa ni wengi mno. Lengo lao ni kumkamata huyu bwana Blackley
aeleze kwa nini alipona peke yake katika ile tukio kule chini ya bahari na wenzio wote wakafa. Vile vile wamkamate yule kiumbe ambaye ni Salt, wamuulize kwa nini alimsaidia Barclay kule chini ya bahari na kwa nini ameondoka kule chini ya bahari, amekimbia jamii yake kule chini ya bahari. Na nia yao ni kumkamata yule Salt, yule kiumbe ambaye ni samaki mtu, na kumrudisha kwenye mikono ya uongozi wake wa chini ya bahari ili kuondoa ile sitofahamu ya vita ambayo inakuja kati ya binadamu na samaki. Na kisha mke wake alimwambia Barclay, my husband, samahani nimekusaliti mume wangu. Hapa tulipo tumezungukwa na maaskari. Wakati unapiga simu nilikuwa na maaskari wamenizunguka, hivyo walisikia kila kitu na wamenishinikiza nije kukuletea gari ili waweze kukushika. Nisamehe sana mume wangu, kimbia. Lakini bwana Barclay alikuwa ameshachelewa. Maaskari walimzunguka, magari ya kijeshi yakamzunguka, na juu ya anga magari ya kivita, helikopta za kivita zilimzunguka, na magari ya kivita yalimzunguka chini ya ardhi, lengo lao ikiwa ni kumshika. Tayari alikuwa amechelewa. Madam Kate alituma ujumbe maalum akisema, tafadhali msije mkamuua Barclay wala msije mkamuua Kate, na wahitaji wakiwa ni wazima. Sasa mimi na wewe hatujui, je, hicho kikundi walichotumwa hawa maaskari, hakuna wale wazee wa usaliti? Je, hakuna mtu aliyepandikizwa ili kuangamiza hawa watu? Tafadhali endelea kubaki na mimi katika simulizi hii, tuendelee. Na hapo Barclay anakamatwa na maaskari wa unit task force. Maaskari walimkamata ghafla na mke wake pia akaendelea kumshikilia, wakati huyo kiumbe akiwa amezungukwa na wanajeshi akiwa na taharuki. Na baada ya Barclay kukamatwa na kikosi maalum na mkewe pia kukamatwa na kikosi maalum, wakawekwa pembeni. Askari wote wakamzunguka yule kiumbe, askari wote wakiwa wameshika bunduki, askari zaidi ya 100 katika daraja kubwa wakamzunguka yule kiumbe katikati, kwa sababu walikuwa wanamhofia wenda anaweza kuwa na madhara. Walianza kumzunguka, baada ya kumzunguka wakaanza kumsogelea taratibu. Lakini kwa sababu ilikuwa ni darajani, yule binti alitaka kuingia kwa maji. Yule binti akaanza kujisogeza taratibu kando ya kuta za daraja ili aweze kujirusha kunako maji. Yaani kuliko ashikwe, kuliko akamatwe na binadamu, ni bora ajitupe kunako maji. Hivyo alienda kusogea taratibu nyuma katika ukuta wa daraja ili aweze kujirusha ndani ya maji, kwa sababu ile daraja chini ulikuwa unapita mto mkubwa sana. Lakini walipokuwa akimsogelea, yule kiumbe alipiga kelele moja ya hatari sana. Yaani ni sonic, tunasema ni Panasonic voice, sauti moja kali sana. Hawezi kuamini, jeshi lote waliinama chini, maumivu makali, sauti ikipenya na kuumiza masikio yao. Ila binadamu mmoja tu, bwana Barclay, ile sauti haikumdhuru. Unaona, ndio maana kumbe hawa viumbe walimchagua huyu bwana Barclay. Tuendelee na simulizi yetu, huenda kuna siri ambayo imejificha ndani ya maisha yake. Kwa nini bwana Barclay ile sauti haikumuumiza? Sauti imewaumiza wanajeshi wote na maaskari wote, kikosi maalum ambao walikuwa pale, wote ambao walikuwa katika vinasa sauti katika ofisi za kufuatilia operation, wote sauti iliwaumiza. Lakini bwana Barclay peke yake sauti haikumuumiza. Sauti ilikuwa ni kali mno. Unajua askari kashika bunduki mpaka anaamua kuiachia na kushika kichwa. Sauti ilimuumiza kwa kasi ya ajabu. Hii ni sauti ya Sonic, sauti kali mno, sauti ambayo inapasua spika za masikio na kupasua ubongo moja kwa moja. Na baada ya hapo, baada ya kupiga kelele ile, binti yule Salt alijirusha moja kwa moja katika maji ya daraja. Barclay akalia akasema, No, I will find you. I promise I will find you. You never swim alone again. Alipiga kelele akisema, hapana, haiwezekani. Nitakutafuta. Lazima nikutafute.
Siwezi kukubali uendelee kuogelea peke yako katika maji ya mto mengi, mto mrefu kama huu. Wakati huo Black Ray akiwa chini ya ulinzi wa jeshi la serikali tayari atoe ushirikiano. Kwa nini alikuwa na yule binti ambaye ni si samaki mtu maisha yake yote baada ya kwa nini alimtorosha yule binti? Kwa nini yule binti ambaye ni samaki ambaye ni salty alimuokoa kutoka katika kina kirefu cha bahari baada ya kupigwa mabomu kule na watu wasiojulikana? Ni nini kinachofuata? Sehemu ya 7 ya simulizi hii mimi na wewe hatujui. Tafadhali tukutane sehemu ya 6 ya simulizi hii. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Karibu sana kwenye The Book of Movie and Magic Stories. Na kama ni ndo mtu wa kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali subscribe kwa simulizi kali na za kutisha na za kusisimua zenye urefu unaohakikisha nafsi yako inafarijika. Karibu sana, karibu sana. Bonyeza alama ya kengele, subscribe, na utakuwa mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo unapokuwa nimeweka simulizi mpya. Twende sawa kama kawa kama dawa. Mpaka wakati mwingine tena katika sehemu inayofuata, sehemu ya 7. Baada ya kutoka sehemu ya kwanza, sehemu ya 2, sehemu ya 3, sehemu ya 4, sehemu ya 5 na sehemu ya 6. Sasa tukutane sehemu ya 7. Kama we ni mtu wa kwanza katika chaneli hii na unakutana na sehemu ya kwanza au ya 2 au ya 3, ingia chaneli yangu, tafuta Vita Kati ya Dunia na Bahari. Kuna sehemu ya kwanza mpaka ya 6 tayari ipo tayari. Hivyo utaendelea kupata burudani huku ukingojea sehemu zifuatazo, na pia tuna sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya 7. Na baada ya sehemu ya 7 na ya 8 na ya 9 na ya 10 ndio itakuwa mwisho, na mwisho wa simulizi ya kwanza, mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine nzuri. Kwa hiyo endelea kuwa nami, bonyeza alama ya kengele kama ndo mara yako ya kwanza, subscribe, na hapo utakuwa mtu